muhimu sana. Bila amani hakuna maisha. Aliyekuwa waziri wa zamani na mbunge wa Mboni Joseph Konzolo Munyao ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 85 katika hospitali ya Nairobi. Munyao aliwahi kuwa mwanasiasa shupavu katika jamii ya Ukambani. Katika kaunti ya Makueni mwaka 1940, marehemu Joseph Munyao alisoma shule za msingi za Kibaoni na Makueni kabla ya kuendelea na shule ya upili ya Machakos. Baada ya kumaliza shule ya upili, safari yake ya kikazi iliundwa kwanza na majukumu ya kifedha na utawala. Alianza kama karani wa hesabu katika ofisi ya rais mwanzilishi Mzee Jomo Kenyatta, na baadaye akawekwa kama msimamizi wa fedha katika ubalozi wa Kenya huko Moscow kutoka mwaka 1969 hadi mwaka 1972, muda ambao ulimpa mtazamo muhimu wa kimataifa kwa mustakabali wake, sio tu katika sekta ya umma lakini pia katika kampuni yake ya binafsi ya bidhaa za plastiki. Licha ya kupoteza kinyang'anyiro chake cha kuwania kiti cha Mombasa kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 1963 akiwa na umri wa miaka 23 pekee, Munyao bado alikuwa na malengo ya kisiasa baada ya kupoteza kiti hicho. Mnamo mwaka 1975, Munyao kwa mara nyingine tena alijitosa katika ulingo wa kisiasa, akishinda kiti chake cha kwanza cha ubunge kama mbunge wa Mboni baada ya ombi dogo dhidi ya Joseph Kalulu ambaye alipata tena mnamo mwaka 1983. Kati ya mwaka 1988 hadi mwaka 2002, Munyao aliwahi kuwa mbunge aliyeteuliwa na chama cha KANU na baadaye akaanzisha chama cha Democratic Party na marehemu rais hayati Mwai Kibaki kama mwenyekiti wa kitaifa wa chama hicho. Utumishi wake mashuhuri zaidi ulikuja wakati utawala wa chama cha NARC mwaka 2002 hadi mwaka 2007, ambapo aliteuliwa kuwa waziri wa maendeleo ya mifugo na uvuvi. Jukumu hili ambalo liliimarisha urithi wake wa kitaifa kwa kuunda ufufuo wa mafanikio wa tume ya nyama ya Kenya na mwaka 2006 baada ya kutokuwapo kwake kwa miaka 15. Habari za kifo chake zimeibua rambirambi nyingi kutoka kwa viongozi mbalimbali kutoka mirengo yote ya kisiasa. Alitoa pole zake akimtaja Munyao kama mtu aliyejitolea kulitumikia taifa hili.